Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alifikishwa katika Mahakama Kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam tarehe 20 mwezi Julai mwaka 2026 kwa ajili ya usikilizwaji wa shauri la kikatiba linalohusu haki za msingi za kisheria na mahabusu na wafungwa. Akizungumza kupitia taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa siku moja kabla ya kufikishwa mahakamani papo, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama Brenda Rupia alieleza kuwa chama hicho kilipenda kutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kuhusu kufunguliwa kwa shauri hilo la msingi linalomkabili kiongozi huyo mkuu wa upinzani. Hatua hiyo ya kisheria imechukuliwa na jopo la mawakili wanaomtetea Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya mamlaka ya magereza katika gereza la Ugonga jijini Dar es Salaam kuweka vikwazo na kukataa kumpa nafasi ya kukutana kwa faragha na wanasheria wake. Shauri hilo la kikatiba linalohusu haki ya mawakili kutoweka vizuizi na mamlaka ya usalama na magereza wanapotaka kukutana na wateja wao pamoja na kulinda haki za faragha bila mazungumzo yao kusikilizwa au kuingiliwa na maafisa wa serikali. Mamlaka ya magereza katika gereza la Ugonga ilizuia uwezekano wa Mheshimiwa Tundu Lissu kuwakilishwa kwa faragha na jopo la mawakili, hatua iliyosababisha mwanasheria hao kukimbilia Mahakama Kuu ili kupata nafuu ya kisheria na kulinda misingi ya haki za binadamu. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia amebainisha kuwa chama hicho kinawaomba wapendwa wa haki na demokrasia kote duniani kufuatilia kwa karibu shauri hilo muhimu ambalo limeweka msingi wa kiutendaji kuhusu haki za kisheria za mahabusu wote nchini Tanzania. Usikilizaji wa shauri hilo uliamriwa kuanza rasmi majira ya saa 3 asubuhi katika Mahakama Kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, huku ulinzi mkali ukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu kufikishwa chini ya ulinzi wa vyombo vya usalama. Zuio hilo la mahakama ya magereza zuio hilo ya mamlaka ya magereza ya kumnyima Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu faragha na mawakili wake linaguza moja kwa moja misingi kuu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayompa kila raia haki ya kupata uwakilishaji halali wa kisheria na kutetea haki zake bila kuingiliwa. Katika mfumo wa sheria na utoaji haki, faragha kati ya advocate na mteja wake ni nguzo kuu inayoruhusu maandalizi ya utetezi huru mahakamani. Kutokuwepo kwa faragha hiyo ndani ya gereza la Ugonga kunadhoofisha uwezo wa Mheshimiwa Tundu Lissu kujitetea vyema dhidi ya mashtaka yanayomkabili, jambo linaloleta pigo kubwa katika mchakato wa utoaji haki nchini. Hatua ya mawakili wake kufungua shauri hilo la kikatiba inalenga kukomesha mbinu za usumbufu zinazotumiwa na vyombo vya dola dhidi ya viongozi wa vyama vya upinzani walioko mahabusu. Hali hii ya Mheshimiwa Tundu Lissu inadhihirisha changamoto zinazowakabili mfumo wa haki jinai nchini Tanzania, ambapo taasisi za ulinzi na usalama zimekuwa zikituhumiwa kutumia kisiasa ili kuminya fursa za demokrasia na kumpa pressure kiongozi huyo wa Chadema. Kuwekwa kwa vizuizi vya kisheria na kimfumo kunalenga kupunguza uwezo wa Chadema kuratibu shughuli zake za kisiasa na kisheria kufuatia matukio ya kuzuiliwa kwa kiongozi na viongozi na wanachama mbalimbali wa chama hicho gerezani. Shauri hili la Mahakama Kuu aliguzi tu maslahi binafsi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, bali pia linaguza haki za raia wote wanaokabiliwa na mashtaka ya kisheria walioko ndani ya magereza mbalimbali nchini. Kufikishwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani hapo kunaleta msukumo mpya katika medali ya siasa za Tanzania, hasa ikizingatiwa kuwa kiongozi huyo amekuwa gerezani kwa muda mrefu kufuatia kukamatwa kwake na vyombo vya dola.
Chadema imeendelea kusisitiza kuwa mashtaka na vizuizi vyote vinavyowekwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu havina msingi wa kisheria bali vinaratibiwa ili kudhoofisha nguvu ya upinzani. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia amebainisha kuwa chama kitaendelea kutaarifu umma na jumuiya za kimataifa kuhusu kila hatua inayojiri mahakamani hapo ili kuhakikisha dunia inatambua kinachojiri ndani ya mfumo wa mahakama na magereza nchini Tanzania. Mawakili wanaomtetea Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wamewasilisha hoja nzito mbele ya jaji wa mahakama kuu wakiitaka mahakama itoe amri ya haraka kwa mamlaka ya magereza la Ugonga kuondoa vizuizi vyote vinavyokiuka haki za mteja wao. Wanasheria hao wameeleweka wazi kuwa uamuzi wa magereza kurekodi au kusikiliza mazungumzo kati yao na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ni ukiukwaji mkubwa wa maadili ya taaluma ya sheria na mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu na KCCI. Jopo hilo la utetezi limesisitiza kuwa iwapo mahakama haitaingilia kati kuzuia vitendo hivyo vya mamlaka ya magereza, itakuwa imetoa mwanya kwa vyombo vya dola kuendelea kuvunja sheria na haki za msingi za watuhumiwa wote walio gerezani. Upande wa serikali na mawakili wa mamlaka wa magereza wamefika mahakamani hapo kujibu hoja hizo za kikatiba zilizowasilishwa na Chadema na mawakili wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Usikilizaji wa shauri hilo uliendelea kwa saa kadhaa ndani ya chumba cha mahakama, huku wanachama wa Chadema na wananchi mbalimbali wakifuatilia kwa karibu maamuzi yatakayotolewa na mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Mtafaruku huu wa kisheria kati ya Mheshimiwa Tundu Lissu na mamlaka ya magereza unadhihirisha jinsi ambavyo mihimili wa mahakama unavyoweka katika mtihani mzito wa kudhibitisha uhuru wake mbele ya jamii na jumuiya ya kimataifa. Kesi hii ya kikatiba inayotajwa kuwa moja ya mashauri muhimu zaidi katika historia ya mfumo wa haki za binadamu nchini Tanzania, kwa kuwa inaguza moja kwa moja uhusiano wa kisheria kati ya mahabusu na mawakili wao. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kusalia mikononi mwa mamlaka ya magereza katika gereza la Ugonga, huku mawakili wake wakisubiri amri ndogo kutoka kwa jaji anayeendesha shauri hilo ili kupata fursa ya kukutana naye bila kuingiliwa. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema